Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu. Nisomapo aya zake hutulia roho yangu, nataka munikulike niwambie ndugu zangu, kwa hakika visa vyake huathiri moyo wangu. Hima hima tuishike tupate radhi za Mungu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu. Kufaulu tukitaka hilo tawaelezeni, ni hapo tutaposhika maneno ya Rahamani, ya kweli yanayotoka. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على القرآن وكان خلقه القرآن، نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الشيطان الرجيم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، إن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. إن شاء الله tuendelea leo kufasiri sura Yusuf, ikiwa tuendelea na aya 32. Katika aya hii tuelezwa kisa cha Yusuf kwamba baada ya kutoka habari ya kutangaziwa Mraatul Aziz kwamba wanawake wa Madina wa ule mji wakamlaumu kwa nini anamtamani mtumishi wake ingawa yeye mtumishi hamtaki. Kwa hivyo akawaalika kama karamu na akawapatia visu kila mmoja na akawapatia makochi ya kukaa wategemee na akawapatia matufaha au matunda ya kukata, na akamwambia Nabii Allah Yusuf ajitokeze ghafla, na wakashtuka na wakajikata mikono yao kidogo na wakasema kwamba hasha lillahi ma hadha bashara, huyu si mtu wa kawaida, in hadha illa malakun karim, huyu inaonekana ni malaika ambaye ni mtukufu. Kwa hivyo aya inayofuatia ndio hiyo. Qalat, akasema Mraatul Aziz kuambia wale wanawake, fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi, basi huyu ndiye yule ambaye mlienilaumia kwayo, na hakika walaqad rawadtuhu an nafsihi fastasama, hakika nilimtamani kinyume cha nafsi yake, fastasama, lakini akajilinda. Wala illam yaf'al ma amuruhu, na kama bila shaka hatakuwa ni mwenye kufanya lile nililomwamrisha, basi bila shaka la yusjananna wala yakuna min as-saghirin, atakuwa ni mwenye kufungwa gerezani na atakuwa ni miongoni mwa watu ambao ni madhalili, watu duni. Kwa hivyo tukiendelea kuifasiri kwa urefu aya hii, nayo ni tukisema tena, qalat, akasema Mraatul Azizi, fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi, huyu ndiye yule ambaye munilaumu nyinyi, mulinilaumu kwamba mimi nimekuwa ni mwenye kumtamani mtumishi wangu au mtumwa wangu, lakini mtumishi mwenyewe au mtumwa mwenyewe ni huyo mliomuona uzuri wake, na nyinyi hamkuweza hata kustahamili wala kuvumilia kumuona kwa dakika chache, na mkastaajabu kwa uzuri wake mpaka mkawa mwenye kujitia majeraha mikono yenu. Je, mimi ambaye naishi naye siku zote? Sasa hapa kabla
aliposhikwa na mumewe akaja alikanyusha kwamba sio yeye aliyetaka mambo haya, bali alimlaumu kwamba ni Yusuf. Lakini hapa amejitokeza wazi akasema, walaqad rawatuhu an nafsihi fastasam, kweli mimi nilimtaka na yeye akakataa, akajilinda. Na anatuambia Az-Zamakhshari al-istisam, neno hii fastasama imetiwa katika sigha ya mubalagha ya kwamba alikuwa amejiziwilia kikweli kweli, kwa sababu kutakwa kwake ilikuwa kwa hakika ni kwa kila wakati na kwa kila namna, lakini na yeye akaonyesha wazi kwamba hako tayari kufanya kitendo cha zina. Kwa hivyo mwanamke akasema ni kweli yeye alikataa, lakini sasa akaanza kutoa kitisho na akaanza kuzungumza wazi mbele ya wanawake ya kusema, wala illam yaf'al ma amuruhu, iwapo hatakuwa ni mwenye kufanya ninalomwamrisha na kumwamrisha kwenyewe ni nini, ni afanye zina na mimi. Imekuwa sasa sio masala ya kumtaka kwa njia ya kumuomba au kwa njia ya kumghuri, bali imekuwa ni amri sasa. Lau hatafanya lile ninalomwamrisha, la yusjananna wala yakuna min as-saghirin, basi atatiwa gerezani na atakuwa ni katika watu ambao ni wadhalilifu na wanyonge, kama anavyosema Qurtubi radhiallahu anhu katika tafsiri yake. Ameondokwa na haya kabisa huyu mwanamke mbele ya wanawake wengine, asema wazi kwamba mimi ndiye niliyemtaka, na anasema wazi kwamba yeye Yusuf amekataa, na Mwenyezi Mungu ameyapanga haya ili atakapokulalamika Yusuf kutolewa gerezani kwamba waulizeni wale wanawake ilikuwaje kiswa changu, itakuwa kuna ushuhuda wa kutosha. Mwenyezi Mungu ashampangia ushuhuda kwa sababu ya uchamgu wake, ashampangia kwamba huyu mwanamke atatamka mbele yao na wale wawe ni mashahidi. Kwa hivyo watakapokuwa wenye kuulizwa watakuwa ni wazi, waweza kusema kwamba hakika sisi maalimna alayhi min su, tunajua hakufanya makosa yote, kwa sababu aliyemtaka ni huyu mwanamke na akatuambia sisi. Mwenyezi Mungu mwenyewe anapanga mambo yake. Kwa hivyo ikawa ile sitara ya haya ishamuondoka, na ikawa sasa hakuna tena mambo ya akhlaq, yani hajifichifichi kwamba amtaka kwa kitendo kibaya. Na ikawa kama alivyosema Ash-Sha'rawi katika tafsiri yake, qalat ma qalat kaannaha hiya allati tasduru al-ahkam, asema kama kwamba yeye ndiye mfalme, akiwa hafanyi nalotaka atatiwa gerezani au atakuwa ni mnyonge. Kwa hivyo yeye sasa ndiye kama mfalme anayepekesha ile nchi, asema kwa power ya. Na tutakuja kuzungumza katika faida ya aya hii. Miongoni mwa faida yake ni kwamba mtu aona si wa kulaumiwa kufanya kitendo cha zina mwanamke ambaye ana mumewe yuko, basi kwa sababu tu yule mwanamume sura zake ni mzuri, aona hii ni jambo ambalo laweza kumdafi yeye, kuonyesha mume muone nyi uko vipi, na yeye ni mwanamke uko na mumewe, na ajigamba kwa jambo kama hilo. Na hii kama alivyoeleza katika fi dhilali al-Quran Sayyid Qutb, yaonyesha huu mujtama wa wakati ule ulikuwa umeharibika kiasi gani. Mujtama wa mtu amefanya jambo baya kama hili akalaumiwa, akawaita watu, akajionyesha dhahir, wakazungumza na wakaona kama kwamba si makosa maadamu huyo anayemtaka anaangalilika ni mzuri. Mujtama ulikuwa umeharibika kiasi gani. Faida ya pili, mke wa Aziz kama tulivyosema alikuwa anazungumza kama kwamba yeye ni mfalme, na hili ni kawaida. Wake wa watawala wengi tumewaona kuja wakafika kuwa na satwa na uwezo mpaka ukawa wa hatari. Hili limeonyeshwa wazi, lakini tuyaona mengine wazi na mengine yapitao ndani ya majumba ya makasri ya mapalace na majumba ya mapresident na makingi ni namna hiyo hiyo. Yani huja akafika daraja mke akawa amekuwa yeye aweza kupekesha mambo vile anavyotaka, ya ambayo si mambo ya kisawa, sio kukusaidia kwa mambo mazuri. Na hili ni jambo liko katika ulimwengu wote, na ulimwengu wa Uislamu limepitika vile vile.
kwa wale wafalme au wale viongozi ambao walikuwa si wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida ya tatu ni kwamba watu wabaya wenye satwa, wenye power, ukitowatimizia matakwa yao, basi wao hukutisha, ima kwa kukufunga au kwa kukuadhibu au kwa kukutoa mji kabisa au kwa kukuua. Na hapa napenda kutoa mifano mitatu minne katika Qur'ani, kisha kidogo nitaje mfano mmoja miwili ya kawaida ili tupate kuizingatia na kupata durusi katika aya hizi kama kwamba ndio lengo letu katika tafsiri. Angalia Nabii Allah Nuh alipowalingania watu wake, walimwambia nini? Qalu la illam tantahi ya Nuh, iwapo wewe hutakoma mwaka ingia mwaka toka. Maana miaka 950 alikuwa walingania watu wake, miaka mingi sana. La illam tantahi, lau hutakomeka wewe, la takunanna min almarjumin, tutakupiga mawe mpaka tukuue. Tisho hilo. Angalia Nabii Allah Ibrahim alipokuwa akimwambia babake awache kuabudu masanamu, jawabu yake babake ilikuwa ni nini? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, je, wewe Ibrahim unawachukia miungu yangu? La illam tantahi, maneno yale yale, lau hukomeki, la arjumannaka, ile takupiga kwa mawe mpaka uwawe. Wahajurni malia, na ondoka mbali, wewe nenda mbali lakali kwa muda, nistinka kufanya jambo kama hilo au jambo lingine bali. Nabii Allah Ibrahim anaambia babake, Nabii Allah Nuh aambiwa na kaumu yake, Nabii Allah Shuaib aambiwa maneno kama hayo. Qalu ya Shuaib, ewe Shuaib, ma nafqahu kathiran mimma taqul, hatufahamu sisi haya mambo unayotuambia, uzuri wa Uislamu na tufanye hili na lili, hatufahamu. Tupo trofu, kwa sababu Shuaib alikuwa katika aambiwa ndio afsahul anbiya, ndiye hodari kweli kweli katika kuzungumza. Na Mwenyezi Mungu hamleti mtu isipokuwa katika mitume huwa ni mahodari kusema. Yule ambaye si hodari ana shida kidogo, kama Nabii Allah Musa aliomba Nabii Allah Harun amsaidie, kwa sababu huwa afsahu minni kalaman, aweza kusema kwa uzuri zaidi, maneno yake ni fasihi zaidi. Kwa hivyo akamwambia, ya Shuaibu, ma nafqahu kathira mimma taqul wa inna lanaraka fina dhaifa, na sisi twakuona ni dhaifu, mtu mnyonge, mtu mdhalilifu. Walaula rahtuka la rajamnak, lau si jamaa zako hawa wako pamoja na sisi na una jamaa wengi, la rajamnaka, tungekupiga kwa mawe sisi. Wama anta alina biaziz, wala wewe si mtukufu kwetu. Kwa hivyo vitisho ndio jambo tutaka kutolisema, ni kawaida. Ukilingania haki, vitisho ni kawaida. Ya mwisho katika Qur'ani tutakuzungumza juu ya Musa, aliambiwa nini na Firaun? Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Aliposema maneno kadhaa Musa, Firaun kwa upotofu wake akawaambia mala, wale watu wakubwa wako pamoja na yeye, huyu mtume wenu ambaye ametumizwa kwenu la majnun, ni mwendawazimu. Nabii Allah Musa hakushindana kumwambia mimi si mwendawazimu, wala qala rabbi rabbul mashriqi, mola wangu ni mola wa mashriqi wa maghribi, na magharibi, wa ma bainahuma in kuntum taqilun, na zilioko baina ya mashriq na maghrib ikiwa nyinyi mna akili. Qala, alisemaje Firaun? la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunin, lao wewe utamchukua Mungu isiyokuwa mimi, nitakufunga mimi gerezani. Kwa hivyo masala ya utisho ya gerezani ndio kawaida. Masala ya mtu kuuawa ni kawaida akipigania haki. Tumeona kwa watu ambao wapigania haki, hata kama si kwa njia ya dini ya Kiislamu, lakini ni haki, wapigania democracy mahala kwenye dictatorship, wapigania mambo ende kisawa, kadhaa huja wakapata shida kama hizo. Na tushaona mtu kama Said Qutb, huyo nilisema tafsiri yake fi dhilal al-Quran, kwa sababu ya kumkosoa Nasr kwamba hapekeshi mambo Kiislamu na kueleza watu wasopekesha mambo ya Kiislamu waweza wasiwe ni Waislamu wakitofanya hivi, akatiwa gerezani. Alipotiwa gerezani akawa hako tayari kurudi maneno yake, akauawa 1965 kama shahidi. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba jambo hili aliofanyiwa Nabii Allah Yusuf ni sunna, imekuwa yenye kufuatwa kila mwenye kupigania haki. Na haki ya Yusuf ni nini? Hataki kufanya kitendo ambacho ni cha zina.
Kwa hivyo Yusuf alipoona mambo yamefika daraja hii, akasema maneno yanayofuata: qala rabbi, akasema ewe Mola wangu, asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, kutiwa gerezani mimi, yani asijnu yadkhulu fi sijn, kuingia kutiwa gerezani mimi ni bora na fadhili zaidi, mimma yad'unani ilayhi, kuliko haya wanayonilingania au wanayoniitia niyafanye nayo ni zina. Wa illa basi tasrif anni kaidahunna, lau hutoniondolea vitimbi vyao hawa wanawake, asbu ilayhinna, nitawalekea mimi nikosee, wa akun min aljahilin, na niwe tena ni katika watu ambao ni wajinga jahilin. Qal rabbi sijn, akasema ewe Mola wangu, nakhtari mimi kutiwa gerezani. Sasa hapa amesemaje? Asema mimma yad'unani ilayhi, kuliko haya wanayoniitia. Hakusema Yusuf kuliko haya huyu mraatul aziz anayoniitia, amesema kwa jamu, kwa plural, wanayoniitia wote hawa wanawake. Watu wasema kuna tafsiri kadhaa. Moja ni ta'dhimi sha'niha, ni kama kumtukuza yule mwanamke kutumia jamu. Tunajua kuna royal we, kuna naibu we, ya kutumiwa kwa jamu kumtukuza yule mtu, yawezekana. Wengine nasema ni kwa sababu hakupenda kwa sarihi, kusema wazi tu, kama yeye wakati ule mwanamke alipomdaumu Yusuf hakumwambia ni Yusuf, qala, alisema kumwambia mumewe, utamfanya nini man arada bi ahlika su'a, ma jazao man arada bi ahlika su'a, utamlipa nini mtu atakaye kufanya kitu kibaya kwa mkeo. Hakusema Yusuf, alisema kwa kushiria. Lakini wengi wanasema imetumiwa jamu kwa sababu ilikuwa si yeye peke yake, ni yeye yule mwanamke, na alipowaita wanawake hawa akawaambia wanawake, lau Yusuf hatafanya jambo nalolitaka mimi, atafungwa na atakuwa ni katika watu watwevu, watu waliokoduni, watu wadhalilifu. Wengine wasema walimuhusia, walimnasihi wale wanawake kwamba wewe usijiangamize nafsi yako wakati katika gerezani, si heri ukubali kufanya jambo hili. Na wengine wasema, na wengine wakaona wao kwa kumwona ni mzuri na mtamani ule, na wao wakawa sasa wanamsumbua vile vile. Kwa hivyo sasa yakawasema mimma yad'unani ilayhi, kwa haya wanaoniitia wote hawa sasa. Na wa illa tasrif anni kaidahunna, na usiponiondolea hila zao hizi, asbu ilayhinna, nitawalekea mimi, kwa sababu mimi ni bin Adam. Na hapa wanavyuoni wanasema yalikuwa yamekutana mambo kadhaa yalikimtia waswasi Yusuf alayhi salam. La kwanza, yataka tujue mraatul aziz kama inavyosemekana alikuwa ni mwanamke mzuri mwenye jamali. Hilo ni jambo la kwanza. La pili, alikuwa na mwanamke mwenye mali na mwenye satwa, mwenye ufalme, yani mwenye nguvu, kwa sababu mumewe ni waziri mkubwa. La tatu ni kwamba hawa wanawake wote wameungana, na tunajua sisi vitimbi vya wanawake hasa likifikia jambo kama hili, kama tulivyoambiwa inna kaida kunna adhim, alivyosema mumewe kumwambia mkewe, vitimbi vyao vinakuwa ni kubwa zaidi hasa ikifika mambo kama haya. La nne na la mwisho ni kwamba alianza kujiogopea nafsi yake, kwa sababu haya mambo yalikuwa sasa si kwamba ameonyeshwa ishara kwamba mimi sikutaki yamekwisha, hayamaliziki na yenda tu. Akaona heri yeye aombe Mwenyezi Mungu amtie gerezani. Wa akun min aljahilin, kwa sababu leo sitakuwa hivyo nitashindwa mimi na mambo haya, na nikifanya kitendo nitakuwa ni katika watu ambao ni wajinga. Sasa tuangalie mafunzo ambayo tutapata kutoka katika aya hii. Funzo la kwanza ni kwamba mtu akiwa ni mtu mwema, yeye haoni ni kuwadhalili yeye kutiwa kama gerezani au kuadhibishwa au kufanywa jambo kadhaa kwa sababu amekataa kufanya jambo ambalo ni la makosa au la haramu au ambalo litamfanya yeye awe mbali na Mola wake. Na hii ndio sunna ya Mwenyezi Mungu. Tutatoa mfano mmoja tu hapa. Mfano tunaotoa ni Musa alayhi salam. Alipokuwa yeye Firaun alipokwenda Nabii Musa akamuonyesha miujiza yake ya kwamba akitupa fimbo inakuwa nyoka na akitia mkono wake kwenye kanzu hapa juu
akiutoa unakuwa mweupe. Firaun akasema basi wao wameniletea uganga, hata niwaletea waganga. Akaleta waganga wao, wakaanza kushindana, waganga wakashindwa. Waganga walipoona wameshindwa, wakaona haya si mambo ya uganga tena, haya ni mambo makubwa kuliko ya uganga. Tushaona uganga sisi lakini haufiki daraja hii. Wakamwamini Nabii Allah Musa. Firaun akamwambia mumwamini Musa hata mpati idhini yangu, mtaona nitawafanyia nini. Akasema katika Qur'ani, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, nitawakata miguu yenu na mikono yenu kwa nyuma, mkono wa kulia kwa mguu wa kushoto na kinyume chake. Thumma la usallibannakum ajma'in, kisha nitakuwa mwenye kuwatungika kwa sulubu nyote. Walisemaje? Qalu inna ila rabbina munqalibun, sisi twarudi kwa Mwenyezi Mungu. Wama tanqamu minna, mateso yako ni kwa sababu sisi illa an amanna bi ayati rabbina, kwamba tumeamini kwa aya za Mola wetu zilipokuja. Kwa hivyo kwa ufupi, ikawa wao hawajali kule kuadhibishwa, kwa sababu watakawasamehewa madhambi yao, na wafikiria kama katika aya nyingine mrefu sikutaka kuzitaja, unaweza kuzitaja kwa Kiarabu kwa haraka. Mahala pengine nasema qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayinat, sisi hatukhtari wewe Firauni kuliko hizi dalili mbalimbali zilizotujia. Walladhi fatarana faqdi ma anta qad, kata shauri takalo kutua namna unavyotaka, sisi hatujali, kwani inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya, wewe mambo yako takata shauri hapa duniani, lakini sisi tunataka makubwa kesho akhera. Kwa hivyo yeye ule Mraatul Aziz akimwambia Yusuf kwamba atakuwa katika sakhirina, hufikiri atakuwa ni mdogo, lakini mizani ya Muislamu mwenye imani ni tofauti. Yeye huona kuwa mkubwa ni kubaki katika palace na afanye vitendo kama vile. Yusuf aona mimi nikisha kufanya kitendo hiki nishakuwa mimi si mtu tena, nishakuwa duni kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo watu wenye imani huwa malengo yao ni mbali na wale wengine, hawawezi hata kuwafahamu. Waona kwa nini huyu akata kitu hiki, au kwa nini mimi nitamwadhibisha adhabu kadhaa, awe hajali. Na ndivyo inavyokuwa, kwa sababu kama anavyosema mmoja katika wanavyuoni, natumaini Ibn Taymiyyah, kwamba utamfanya nini wewe mtu mcha Mungu alim? Utamwambia utamuua, anaona wewe utanifanya niwe shahidi. Ukimwambia utamtia gerezani, anaona ni khalwa, atapata nafasi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuandika vitabu vyake na kusoma na kuhifadhi na kufanya nini. Ukiwa utamtoa mji, anasema ni siaha, ni kama kutembea kwake na kutangaza dawa. Ikiwa utamadhibisha, ajua kila adhabu unayomwadhibisha cheo chake kinaongezeka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hawa huwa ni watu wa daraja mbali. Mizani ya Mraatul Aziz aona huyu akitoka hapa kwenye nyumba yangu na hali hii na yeye ni mtumwa, atakuja kuwa dhalili zaidi. Hajui hata kwa mizani ya kawaida lao afanye kitendo kibaya itakuwaje baadaye na mumewe, pia itampata hayo tena kwa njia mbaya zaidi. Kwa hivyo haya ndio mafunzo ambayo tunayapata. Funzo lingine, Muislamu akipata shida anarudi kwa Mwenyezi Mungu kumwomba. Yusuf alipoona mambo yamekuwa magumu, alisema qal rabbi sijnu ahabbu ilayya, akamwomba Mwenyezi Mungu kwa kutadharra na kunyenyekea. Na tutakuja kuona baadaye dua ya mtu kama hiyo inajibiwa kiharaka namna gani, ambayo ndio hiyo jawabu inakuja. Fastajaba lahu, tena kwa fai maana yake ni haraka pale pale, sio wastajaba. Mwenyezi Mungu basi Mola wake akapokea maombi yake, fasarafa anhu kaidahunna, akawa ni mwenye kumwondolea zile hila zao wale wanawake. Innahu, kwani hakika Mwenyezi Mungu huwa samiu, ni mwenye kusikia dua ya mwenye kumwomba, alalimu, mjuzi wa hali za wale watu ambao waomba. Thumma badalahum, kisha ikadhihirikia, tutaieleza kwa urefu, baina yule waziri na pote lake la maadvisors wake, min baadi ma raau alayati, baada ya kuona dalili mbalimbali kwamba Yusuf ni mkweli, na tutaieleza inshallah. Wakafikiria nini? La yasjununahu hatta hin, watamfunga mpaka muda fulani, watatuieleze kwa urefu. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna, Mwenyezi Mungu akapokea maombi yake ya Yusuf ya kukubali kumtia gerezani. Na hapa utaona aya kwa aya ameomba pale pale, Mwenyezi Mungu akamtakabalia. Bila shaka mtu kama yule atakuwa ashatimiza sharuti za maombi. Kama tunavyojua kuomba utakabaliwa kuna sharuti zake. Huyu ni mtume na ni mtu ambaye ni mkweli kiasi gani.
innahu huwa samiul alim. Thumma badalahum, sasa wanasema kule kudhihirikia, ilidhihirikiaje? Ilidhihirika kwamba Yusuf alikuwa ni mkweli. Masala ya kanzu iliraruliwa upande gani akifikiria. Masala ya yule shahid aliyesema akueleza habari ya kanzu kila kitu. Masala ya wale wanawake kujijuruhu ikatoka habari. Lakini sasa angalia kinyume cha mambo, kwa imedhihirikiwa kwamba yeye ni mkweli, badala ya kufanyishwa jambo zuri ndio atwa gerezani. Lakini sababu ilikuwa nini? Sababu alikuwa ameona yule mume sasa na wenye kumshauri hili jambo limefika kubwa, watu wamekuwa wazungumza mjini, njia rahisi wewe ni kumfunga huyu kwa muda mpaka watu wasahau, kisha umtoe, na wewe pia utakuwa umesalimika. Pengine baada ukimtoa atakuwa shamsahau au mambo yatakuwa yamebadilika. Na hili ndio tutakuja kueleza faida. La yasjununnahu hatta hin. Ibn Abbas asema muda wa haya mambo kusahaulikana, kwa sababu haikusemwa ile hini wakati gani. Lakini miongoni mwa faida hapa ni kuonyesha vile vile kwamba hii ndio kawaida. Watu wasimwabudu Mwenyezi Mungu, watu wasiokuwa na dini ya kisawa, watu wasiokuwa na mwendo wa kisawasawa, basi mara nyingi hawawi ni waadilifu, bali katika hukumu yule ambaye pengine ndiye si mkosa ndiye anayehukumiwa kwamba amekosa. Na haya yapitika katika hali zetu, katika madola zetu, katika siasa zetu, kila mahali kama kawaida. Na mara nyingi hujaka, kwa mfano mtu ana wasiwasi wa watu fulani wanapendwa katika serikali, basi mara utaona kumepangwa kwamba hawa walikuwa wamepanga kupindua serikali, na pengine wale wako mbali kabisa na jambo kama hili. Kwa hivyo vitu kama hivi zatukia kisiasa na kiurafiki. Kwa hivyo na Mwenyezi Mungu anatuonyesha kwamba yawezekana kufanywa mambo kama hayo. Wadakhala maahu sijna fatayan. Sasa tuonyeshwa kiutamu wa sura hii kwamba sasa tayari shauri lishakatwa. Yusuf achakatwa shauri atwe gerezani. Akiingia gerezani ameingia na vijana wawili. Wadakhala maahu sijna fatayan, na wakaingia pamoja na yeye Yusuf gerezani vijana wawili. Qala ahaduhuma, taban yasemekana walikaa kwa muda, wengine wasema mpaka kiasi cha mwaka, kisha ikatokea masala ya ndoto. Lakini wajua kama tulivyosema, kisa cha Yusuf chaelezwa kwa utamu na hakipotezi wakati sana. Wameingia na moja kwa moja haja hadithi ya ndoto. Taban haitakuwa ameingia leo, ameingia na siku ya pili aje. Taban kama utaona itakuwa wamemzoea, wamemjua na ujuzi wa kitu kadhaa, aweza huyu kutufasiria ndoto zetu. Qala ahaduhuma, akasema mmoja wao katika wale vijana, inni arani asiru khamra, hakika mimi nimeona katika ndoto kwamba nakamua ulevi. Asiru khamran, nitakamua ulevi, lakini nakamua inab, zabibu, kutengeza ulevi kumpatia mfalme. Waqala al-akharu, na yule mwingine kijana wa pili akasema, inni arani ahmilu fawqa rasi khubza, hakika mimi vile vile nimejiona kwamba nabeba mikate juu ya kichwa changu. Taakulu tayru minhu, ambayo ndege wanaila mikate ile. Nabina bitawilihi inna naraka min almuhsinin, tuambie tafsiri yake ndoto hii, kwa yakini sisi tunakuona wewe ni miongoni mwa watu wema. Kwa hivyo akaingia, wadakhala maahu sijna fatayan, Nabii Allah Yusuf akaingia gerezani kwa wakati mmoja. Au alipoingia gerezani kakuta vile vile kuna vijana wawili. Vijana hawa mmoja wao alikuwa ni khabaz, ni mwenye kupika mikate, kumtengezea mikate mfalme, na mmoja alikuwa ni mwenye kumpelekea kinywaji mfalme, ikiwa ni ulevi, ikiwa ni maji au vitu vingine vyovyote namna hiyo. Sasa yule ambaye ni mwenye kupelekea kinywaji akamweleza Nabii Allah Yusuf kwamba mimi katika ndoto yangu nimejiona kwamba namtengezea khamri nikimpatia mfalme. Wa pili akasema, mimi katika yule ambaye kwamba ni khabaz, mwenye kutengeza mkate, nimeona katika ndoto yangu kwamba nabeba kikapu, ninabeba mkate juu ya kichwa changu, lakini ndege wanakula, wanakila kichwa changu. Kwa hivyo nabina bitawilihi, tupe habari, tufasirie ndoto hii, inna naraka min almuhsinin. Hapa kuna fasiri mbili. Sisi tukuona ni katika ambao ni mahodari kufasiri ndoto,
au inna naraka minal muhsinin, sisi twakuona wewe katika watu wema. Kufasiri ndoto kwa sababu pengine baada ya kukaa na yeye kwa muda wameanza kumjua ana ujuzi gani. Muhsinin, baada ya kukaa na yeye kwa muda washamuona kwamba huyu mtu ni mtu mwema. Na hapa darsi tunayopata ni nini? Kwanza ni kwamba wema unajulikana na mtu hata kama si mtu mwenye dini. Wema, kuna mambo fulani mtu akiyafanya hata musiwe dini moja yajulikana ni wema, na mabaya, kuna mambo fulani yajulikana ni mabaya hata kama muamini dini moja, kwa sababu hao ni watu wa dini mbalimbali, lakini wanamwambia Nabii Allah Yusuf kwamba wewe ni mtu mwema. Bila shaka muamala vile alivyokuwa kikana wao waliona huyu bila shaka ni mtu mzuri. Na inna naraka minal muhsinin, inaonekana mtu akiwa ni mwema hafichiki. Ukikana watu wataweza kukujua wewe ni mtu aina gani. Mwangalia Nabii Allah Yusuf katika aya nyingine, ndugu zake wamekuja na hawakumjua kama ni Yusuf, akamwambia nini? Qalu ya ayuhal aziz, pale aliposhikwa Benjamin na kile kipimo akaambia kimeibwa, si alitaka yeye kumweka, tutakuja kuzungumza, awe ni mtu wake mpaka kwa muda. Sasa wao wakaogopa kwa sababu baba aliwaambia huyu lazima arudi, wakasema qalu ya ayuhal aziz, ewe mtukufu aziz, waziri, inna lahu aban shaykhan kabiran, huyu babake ni mzee sana. Na wajua alikuwa Yaqub anampenda Yusuf na anampenda ndugu yake kinamna gani. Fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin, mchukue mtu mmoja badala ya huyu ndugu yetu, mtukue mwingine, sisi tutakuona wewe katika watu wema. Sasa watu wamekuja kwa msafara tu kwa muda, washamuona huyu Yusuf ni mtu mwema. Hawa watu wako gerezani tu washamuona huyu ni mtu ni mwema. Kwa hivyo inaonekana sawa, mtu akiwa ni mwema na Muislamu yataka kwa muda mchache watu waweze kumuona huyu mtu ni tofauti na watu wengine vilivyo, ni mtu barabara, ni mtu mwema. Qala, Nabii Allah Yusuf sasa aanza kufasiri, lakini hata anza moja moja kufasiri, ataanza kusema atakayo, ataanza kufanya da'wa, kisha mwishowe ndio aje awafasirie ndoto zao. Qala, akasema la yatikuma ta'amun turzaqani, hamtaletewa nyinyi kitu chochote katika chakula ambacho mtakachopewa, illa naba'tukuma bitawilihi, illa nitawapa habari ya chakula hiko kabla an yatiyakuma, kabla ya kuletewa. Yani kama tunavyoeleza, Nabii Allah Yusuf kwanza ataka kuwaonyesha kwamba yeye ajua zaidi ya kufasiri ndoto, ajua mambo mengi zaidi. Mwenyezi Mungu anampa uwezo wa kujua mambo ya ghaibu, baadhi ya mambo ya ghaibu, sio yote. Kwa hivyo kama kwamba aijenga ile confidence yao wale kabla ya kuambia ile tafsiri ya ndoto zao, kwamba nyinyi leo mtaletewa chakula chochote, basi mimi nitaweza kuambia kabla kwamba mtaletewa na chakula chenyewe kitakuwa ni chakula aina kadha na kadha. Anasema Al-Baydawi, na alitaka Nabii Allah Yusuf kuwalingania hawa watu kwanza kwa tauhid, wamuogope Mwenyezi Mungu kwa sababu ni watu wa kuabudu masanamu, kabla ya kueleza mambo yao. Kwa nini? Kwa sababu leo awaeleza mambo yao kisha baadaye, na hii ndio katika uzuri wa da'wa, hikma ya da'wa. Leo kwanza atawafasiria kisha ataka kusema maneno mengi, hata utakuwa hawana tena concentration na hima yaambia. Kwanza mtu ana haja yake, unamwambia leo utakalo, kwa sababu wakati ule yeye lazima akusikize, kisha baadaye unaileta ile haja yake ukamweleza, akimaliza hana tena hima ya kusikiza, lakini wewe ushalisema neno lako kwa uzuri. Kwa hivyo ni hikma vile vile twaweza kuitumia katika da'wa. Kwa hivyo akasema la yatikum ta'amun turzaqani, hamuletewi chakula chochote nyinyi mkiwa mwenye kupewa, ila nabatukuma, ila nitawapa habari ya chakula hiko bitawilihi, tafsiri yake, kabla yatiakuma, kabla ya kuletewa nyinyi. Dhalikuma mimma allamani rabbi, hili ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio amenipa ujuzi huo. Mwenyezi Mungu anipa wahi, Mwenyezi Mungu anipa ilham, sio kwamba ni kama mambo ya kupiga mabao na mambo ya kutumia manyota na mambo ya kutumia elimu nyingine, uganga na uchawi. La, hii ni ilham kutoka kwa Mwenyezi Mungu, airegesha ilmu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Inni taraktu millata qaumin, hakika mimi nimewacha mila ya watu ambao la yu'minuna billahi, hawamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nimefuata, mimi natoka katika baiti nubuwa, natoka katika nyumba ya utume,
kama tutakavyoona hapo baadaye. Wa hum bil akhirati hum kafirun, na wao hiyo mila nimewata ya hao watu ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu na hawaamini kesho akhera, na imetajwa hum mara mbili kwa taakidi, kutilia nguvu. Hum bil akhirati hum kafirun. Faida ya kwanza ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwafungulia baadhi ya waja wake akawajulisha baadhi ya mambo ya ghaibu, ikiwa ni mitume kwa wahi, sio yote, ile anayotaka. Kuna hadithi kadhaa za mtume kuonyesha baadhi ya mambo yatakuja, amejua na akatueleza, na kuna mambo kadhaa asema haya mimi sijui. Na mtu akiwa ni mwema, Mwenyezi Mungu huweza kumpa ilham na akamjulisha baadhi ya mambo, lakini bora na sisi tusije tukayaongeza mpaka tukawa tumemfanya ni Mungu wa pili, na yeye mwenyewe awe ni mcha Mungu. Ikiwa mtu ni hivyo na akaanza kujisifu, basi hapo ni dalili kwamba hapo hakuna ukweli na hakuna ucha Mungu, kwa sababu hata mwenye kujua hapendi kujifanya kila wakati mimi nimepewa yani neema kadhaa na neema kadhaa Mwenyezi Mungu. Lakini hapa tutaona yafaa kusema ikiwa wataka kuitumia kwa dawa. Tutaeleza vipi Mungu, ikiwa Mwenyezi Mungu amempa mja baadhi ya neema za ujuzi au kadhaa, wafaa kusema. Inshallah tutaisema katika aya itakayokuja. Kitu cha pili, faida ya pili ni fursa. Mtu daia huangalia fursa ya kusema mambo ya dawa. Ukiipata ile fursa uitumie. Kulikuwa na daia mmoja, Allah yarhamu, Profesa Malik, alikisema sio ukiipata, asema jaribu kuicreate fursa wewe haswa katika dawa mpaka uipate, uitumie. Kwa hivyo na ikija mtoto wako ataka kitu kadhaa, wakati ule amekuwa mzuri kwako, na wewe utapata nafasi ya kumwambia baadhi ya mambo ambayo atakayafanya kwa njia nzuri, kwa ufupi, sio marefu sana. Lakini pale mtu amepakana na msiba, uko karibu na Mwenyezi Mungu kweli, amefiliwa na kipenzi chake, pole pole pale ni wakati mzuri kumkumbusha mauti na kumfanya awe mwema. Kweli hakika kitu kibaya hiki, na sisi twenda huko basi inshallah, huyu ngaa amejitayarisha, sijui sisi tumejitayarisha kweli, na wewe utii na dawa zako, kwa sababu wakati ule ile mind iko receptive, iko tayari kweli wakati ule. Wakati mwingine ataanza kutakabari na mambo mengine, kwa hivyo na wewe tumia, lakini na usizidishe sana, kwa sababu muangalie na yeye vile vile. Faida ya tatu ni kwamba mtu akiwa ni mwema na amepatiwa vipawa fulani na Mwenyezi Mungu, hawi ni mwenye kuwa na kiburi akajionyesha mapata mambo yale kwa sababu yake yeye. Anasemaje Yusuf? Dhalika mimma allamani rabbi, haya ni katika Mwenyezi Mungu amenifundisha. Huyu wewe kama Qarun ambaye akiambiwa wewe usitakabar na kadha kwa sababu una mali mengi, anasemaje? Inma utituhu ala ilmin indi, mimi nimepata zote hizi kwa ujuzi wangu, hakuna alinifadhili. Hiyo ni takabur. Faida ya tano ni kwamba ukiwa umemwogopa Mwenyezi Mungu, anasema Yusuf kwamba mimi nimewata ukafiri, nimewata mila ya watu ambao hamwabudu Mwenyezi Mungu, nikafuata mila ya watu, nikafuata dini ya kisawa. Ukiwacha ubaya ukafuata usawa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye hukupa neema. Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anamfanya mambo yake kwa mapesi. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, enyi mlioamini mkimwogopa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anawapatia furqan. Furqani nini? Ni ule ujuzi wa kujua baina haki na batil, jambo la sawa na silo kwa sawa. Utaona Mwenyezi Mungu anakupa ilham, mushkili umekuja, warudi kwa Mwenyezi Mungu akuonyeshe ndia sawa ni hii na ndia makosa ni hivi. Zote zinakuja hizi kwa takwa. Na jambo la mwisho ni kwamba katika nguzo za imani, nguzo mbili muhimu ni kumwamini Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya mwisho. Mambo mengi na shida nyingi zinakuja kwa mtu hamwamini Mwenyezi Mungu na haamini siku ya mwisho. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa wewe waamini kuna siku ya mwisho, kila unalolifanya utakaoogopa kwamba utakufa na utafufuliwa. Ukifufuliwa, mema utalipwa kwa mema na mabaya utalipwa kwa ubaya. Kuna janna, kuna na jahannam, kuna pepo, kuna na moto. Kwa hivyo mambo yako yatakwenda kwa mipango kwa sababu umeogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa wewe huamini kwamba kuna maisha mengine kesho akhera, basi utaona mimi pato langu na kupata kila kitu nipate hapa duniani, hata mimi maximize. Ukishakwisha wakati umekwisha. Lakini ukiwa umeogopa Mwenyezi Mungu na wajua kwamba kuna kesho akhera na kuna malipo kesho akhera, basi mwendo wako hali ilivyo utakuwa ni mwendo wa kiasi. Watabatu millata abai, anasema Yusuf, na mimi nimefuata mila, mwendo wa mababa zangu, Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub, Ibrahim na Ishaq na Yaqub. Ma kana lana an nushrika billahi min shay,
hatuna haki sisi, haikulekea si sawa sisi tumshirikisha Mwenyezi Mungu min shay'in, shirki ya aina yoyote, kwa sababu shirki ni asnaf, ni aina nyingi. Sisi tumeteguliwa kama mitume na baba zetu na babu zetu, hailekei sisi wala si haki tuwe tutakuwa tunamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa shirki ya aina yote. Dhalika min fadlillahi alaina, hivi ndivyo ilivyo, ni fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yetu sisi, yani ambao ni mitume, wa ala nasi, na juu ya watu. Juu yetu sisi kwa sababu Mwenyezi Mungu ametukirimu sisi akatufanya ni mitume, hatufai kumshiriki. Juu ya watu kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuleta sisi tuwaongoze watu kwa hidayah na tuamrishe wasifuate shirki. Walakinna akthara an-nasi la yashkurun, lakini wengi katika watu hawamshukuru Mwenyezi Mungu. Badala ya kumshukuru Mwenyezi Mungu waenda kushukuru vitu vingine ambavyo havistahiki Mwenyezi Mungu. Badala ya kuona wao wamepewa neema mbalimbali na Mwenyezi Mungu, wanawashukuru wengine, iwe ni waja, iwe ni miungu ambayo si ya kikweli. Na kama anavyosema mmoja katika mufassirin, lau watu wangekuwa wekevu, wangeshukuru mitume, wakamshukuru Mwenyezi Mungu, wangeshukuru kwamba Mwenyezi Mungu amewaletea mitume wapekeshe mambo yao ya kiulimwengu kwa uzuri. Mwenyezi Mungu amemletea Mtume Muhammad kwa mfano sharia ya Kiislamu ambayo ikifuatwa itapeleka mambo yetu yatakuwa mazuri hapa duniani, na shukra kubwa nyingine zaidi ni kwamba tukifuata tutakwenda kuingia peponi. Wangekuwa wao sawa washukuru. Faida ya kwanza ni kwamba hakuna ubaya mtu kusema baadhi ya fadhila zake. Vipi? Nabii Allah Yusuf amesema watabatu millata abai, nimefuata mila ya mababangu. Mtu ataona kama pengine ajisifu, lakini hawa hawamjui na ataka yeye kauli yake iwe na uzito. Kwa hivyo waonyesha kwamba mimi baba zangu walikuwa ni watu wema, na watu wakati huo walikuwa wamepata kisa cha Nabii Allah Ibrahim, bila shaka hata kisa cha Ishaq, pengine Yakubu hawajui. Kwa hivyo hakuna ubaya ikiwa imekuja kwa njia nzuri. Hakuna ubaya mtu akusema hivyo, hakuna ubaya mtu akusema ujuzi alionao ikiwa itafaidi. Hilo ndio tulikuwa tutalisema, na tutalisema mahali pengine pia katika aya zitakazokuja inshallah. Na utaona kwamba si ubaya. Al-Alusi anasema katika kufasiri aya ambaye Yusuf alisema ij'alni ala khazainil ardh, alimwambia Malik, niweke mimi niwe ni in charge, ni mas'ul wa hazina. Kwa nini? Inni hafidhun alim, mimi ni mtu mzuri kuhifadhi vitu, yani ni mtu mwadilifu, ni mtu mwaminifu, na alim, nina ujuzi wa kazi hii. Kwa sababu hakuna aliyemjua huyu ni mtu alikuwa kwa gerezani miaka mingi kabla hakujulikana. Kwa hivyo aeleza sifa alizonazo. Kwa hivyo wanavyoni wanasema lau una sifa fulani na watu hawajui, na wewe husemi kwa kufakhiri, waona lile jambo waweza kulifanya na sifa hizi zahitajika, waweza kuzisema. Nimependa kueleza hiyo kwa sababu sengine tutakuwa na uoga sana mpaka kwamba wewe mtu katika mahali atakakuteguliwa mtu waogopa kusema kitu chochote. Una haki kusema mimi nina degree kadhaa, mimi nina experience kadhaa, mimi nina kadhaa, kwa njia ya kiasi, yani kwa sababu pengine watu hawajui. Nafikiri tutaanza kuendelea na aya nyingine ambayo yasema Yusuf ya sahiba sijni, enyi wafungwa wenzangu wawili, yani wale Khabaz yule mwenye kupika mikate na yule Saqil sharab mwenye kuwapatia vinywaji. Arbabun, aendelea na da'wa sasa. Arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar, je, waungu wengi wanaofarikiana wanaotofautiana ndio bora kuabudiwa, au Mwenyezi Mungu mmoja ambaye mwenye nguvu juu ya kila kitu? Ya sahiba sijni arbabun, miungu mingi ambao kwa hakika mutafarriqun, mwingine Mungu mkubwa, mwingine mdogo, mwingine rangi hii, hao masanamu wengine wametengenezwa kwa kuabudu masanamu, watu wa aina tofauti tofauti. Kweli hawa ni bora kuliko Mwenyezi Mungu mmoja ambaye yeye ndiye al-Qahhar, ndiye mtendesha nguvu, ndiye mwenye kulifanya analolitaka? Na hoja hapa ni kwamba ikiwa kuna zaidi ya Mungu mmoja, kwa mfano kuna Mungu wawili, sasa watu watajuaje nani katika wale Mungu wawili ndio waliowaumba wao? Yawezekana kwa ni huyu, yawezekana kwa ni yule. Kwa hivyo hata ile ibada utaona haikulekea, huwezi kuwa na yakini umwabudu yupi. Ikiwa Mungu si Qahhar, si mtendeshaji nguvu, utawezaje wewe kuwa ni mwenye kumwabudu Mungu ambaye hawezi kufanya kile analotaka katika Mungu huu?
Kukiwa umekubali kwamba lazima kuna miungu wawili, Mwenyezi Mungu anasemaje katika Qur'an? Law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata, lau kungekuwa kuna Mungu zaidi ya isiyokuwa Mwenyezi Mungu, zaidi ya Mungu mmoja, basi mambo yangeharibika, kwa sababu huyu atataka hili, yule atataka hili. Na kwa nini kuna wawili? Ameshindwa mmoja kumshinda yule mwingine, kwa hivyo huyo hafai kuwa ni Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa faida tunayopata ni kwamba tauhid, kumpwekesha Mwenyezi Mungu, ni jambo wazi la maumbile. Basi ule upotofu umekuja, lakini utaona ukifikiria wewe Mwenyezi Mungu yahitajiwa awe ni mmoja. Ikiwa si mmoja tena, ashakuwa si Mwenyezi Mungu, kwa sababu hana sifa za uungu. Ma taabuduna min dunihi, hamuabudu nyinyi, min dunihi, badala yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, illa asma'an, illa ni majina matupu ambayo samaitumuha antum wa abaukum, majina haya matupu ambayo muliwapanga nyinyi wenyewe mkawaita miungu hiyo nyinyi na wazazi wenu. Ma anzala Allahu biha min sultan, Mwenyezi Mungu hakuteremsha dalili yoyote kwamba haya ni miungu. Inil hukmu illa lillah, haikuwa hukmu kuhukumiwa, yani kuabudiwa, haikuwa hukumu ila hii ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Amara alla ta'budu illa iyyah, Mwenyezi Mungu ameamrisha asiabudiwe isipokuwa yeye peke yake. Dhalika dinul qayyim, hiyo ndio dini iliyonyoka. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun, lakini wengi katika watu hawajui utukufu wa Mwenyezi Mungu na waja kuabudu vitu ambazo haviwafai wala haziwadhuru. Anatueleza mufassiri mmoja kwamba Nabii Allah Yusuf alayhi salam alikuja kwa upole katika kuwapatia dawa. Kwanza akawaeleza masala ya tauhid, kwamba mumwabudu Mungu mmoja tu, arbabu mutafarriqun. Kisha akaanza kueleza hii Mungu mlionaye ni majina tu, si hakika. Kisha akaanza kueleza masala ya dini ambayo imesimama kisawa sawa, na hii ni miongoni mwa uslubi ya dawa. Sasa mimi nataka kumaliza hapo aya hii inshallah, kwa sababu wakati wetu hatutakwenda katika aya nyingine, kueleza faida moja ambayo Sayyid Qutb ameitaja kidogo kwa urefu. Inil hukmu illa lillah, kwamba hukmu ni ya Mwenyezi Mungu peke yake. Dhalika dinul qayyim, akisema kwamba inil hukmu illa lillah, ay la yakuna al hukmu illa lillah, haifai mtu kuhukumu katika dunia katika mambo yote isipokuwa hukumu ya Mwenyezi Mungu. Na akasema kwamba watu wengi waona wewe kumwabudu Mwenyezi Mungu ni kuswali na kufunga. Miongoni mwa kumwabudu Mwenyezi Mungu ni kukubali yeye ndiye shari', ndiye mwenye kutoa sharia. Na miongoni mwa sharia sio ya kuswali na ya kufunga tu, bali sharia ya kupeleka mambo. Kwa hivyo asema, lau mtu au party au haia au organization, United Nation au nini, waleta sharia ya kupingana na Mwenyezi Mungu, wataka sharia ile ifuatwe kwa sharia ya Mwenyezi Mungu, huyo amempokonya Mwenyezi Mungu uwezo wake wa kupekesha mambo. Kwa hivyo huyo ashakufuru akiwa amekubali. Tabani amefanya kukubali na kuona hapa pana haki na sheria ile ienda kinyume cha sheria ya Mwenyezi Mungu, basi hii itakuwa ndio yule kafara billahi kufran bawaha, amekufuru kwa Mwenyezi Mungu kiwaziwazi, kwa sababu Mwenyezi Mungu amara alla ta'budu illa iyyah, ameamrisha siabudiwe isipokuwa yeye, na kuabudu ni kujidhalilisha na ni khudhu', ni unyenyekevu, ni kumfuata Mwenyezi Mungu. Ndiye Mwenyezi Mungu katika sura ya 5 suratul Maida akasema aya 3, waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun, asihukumu kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu hao ni maasi. Waman lam yahkum bima anzala Allah, hiyo ni aya 47 katika suratul Maida. Waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humudh dhalimun, aya 45 katika sura ile ile Maida. Ambaye hata hukumu kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu, huyo ni dhalim, kwa sababu awadhulumu watu, awapatia hukumu ambaye haistahiki. Na ya mwisho ni aya 44, bali ndio iliyoanza hiyo, waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, na asihukumu kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu katika mambo, basi hao ni makafir, wameuacha Uislamu. Inshallah leo tutakomea hapa na tutaendelea katika darsa inshallah Jumapili ijayo. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.